Habari, mambo vipi wadau wangu wa YouTube? Leo nakuletea uchambuzi mzito wa episode ya kwanza ya tamthilia inayosisimua sana ya Game of My Destiny. Hadithi inaanza kwa majonzi makali. Tunamwona mhusika mkuu Asiye, mwanamke mpambanaji anayeishi maisha ya kimaskini na watoto wake wawili, Nergis na Ugur. Lakini maisha ya Asiye yalishakuwa magumu tangu miaka 7 iliyopita pale mume wake Temal alipowacha na kukimbia mara tu baada ya mtoto wao wa pili kuzaliwa. Asiye analazimika kufanya kazi ngumu ya ushonaji kwenye kiwanda kidogo ili kupata mkate wa kila siku na kununua madawa ya mtoto wake mdogo Ugur, ambaye ni mgonjwa. Siku moja, Asiye akiwa bado kazini usiku, balaa kubwa linaripuka nyumbani kwake. Kuna jirani yao mmoja mhuni anaitwa Halil. Halil amekuwa akimkodolea macho ya tamaa binti wa Asiye, Nergis, ambaye ana umri wa miaka 15 tu. Siku hiyo Halil anadanganya kuwa anaenda kutengeneza bomba la maji lililoharibika ndani ya nyumba ya Asiye. Mara baada ya kuingia ndani na kukuta Nergis yuko peke yake, anaanza kumnyanyasa kingono na kumtishia. Katika kujihami, Nergis ananyakua kisu cha jikoni na kumchoma nacho Halil kwa bahati mbaya, na Halil anaanguka chini huku akivuja damu nyingi sana. Asiye anaporudi nyumbani kutoka kazini, anakutana na mshtuko wa maisha yake. Anakuta jikoni kumejaa damu, na binti yake Nergis anatetemeka kwa kulia na hofu kuu. Nergis anamwambia mama yake, "Yule mwanaume alitaka kunifanya kitu kibaya, nimejilinda tu mami." Asiye, kama mama yeyote anayevutiwa na mapenzi ya watoto wake, anajua fika kuwa sheria haitawaelewa kwa urahisi na binti yake anaweza kufungwa jela maisha yake yote. Hapo hapo anachukua uamuzi wa hatari. Anawapakiza watoto wake kwenye gari la Halil lililokuwa nje, na wanaanza kukimbia usiku huo huo kuelekea mji wa Edirne kwa shangazi yao ili kujificha. Muda mfupi baadaye, mama mzazi wa Halil anagundua mwili wa mwanae ukiwa kwenye dimbwi la damu ndani ya nyumba ya Asiye. Polisi wanawasili kwa kasi na mtaa mzima unachafuka. Kila mtu anaanza kumnyoshea kidole Asiye kuwa ndiye muuaji na ametoroka. Polisi wanatoa agizo la kukamatwa kwa Asiye na gari alilokimbia nalo linasaka nchi nzima. Wakati huo huo, Asiye na watoto wake wakiwa njiani, wanasikia taarifa za habari kwenye duka la njiani kuwa wanatafutwa na polisi nchi nzima, jambo linalowajaza hofu kuu na kujua kuwa hawana mahali salama pa kwenda. Huu ndio mwanzo wa safari ya mateso na uongo mkubwa wa Asiye ili kuokoa maisha ya binti yake. Je, watafika salama Edirne? Na nini kitatokea pale watakapokutana na mume wa zamani wa Asiye mbeleni? Usikose kufuatilia episodi ya pili kwenye chaneli hii. Kama umependa simulizi hii, dondosha like yako, subscribe, na uniambie kwenye comment, wewe ungekuwa Asiye, ungefanya uamuzi gani usiku ule? Tukutane kwenye video ijayo. Bye bye.